inasema macho yanaweza kukupa njia ya kujaribiwa. Jamani, leo na muda mchache sana. Biblia inasema macho yanaweza kuwa njia ya kujaribiwa. Mwanzo 3:6. Naomba moja asome Mwanzo 3:6. Hapa sitaki kukaa sana. Nitasoma. Ndio. Ni kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na mstari mdogo wa 6. Ndio. Neno la Mungu linasema hivi. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti. Mwanamke alipoona. Tamaa nini jamani? Alipoona. Ule mti wafaa kwa chakula. Ule mti unafaa kwa chakula. Wapendeza kwa macho. Tena unapendeza kwa macho. Nao ni mti wa kutamani. Nao ni mti wa kutamanika. Haleluya. Akafanyaje? Kwa maarifa. Basi akatwaa katika matunda yake, akampa na mwanaume, naye akala. Wote wakajiona hawana nguvu. Tamaa ya macho. Tamaa hii inayozungumza inakusababisha uvuliwe nguvu ya kiroho. Semeni amina basi. Bwana asifiwe sana. Bwana tusaidie ili tuondokane na hili, tuache jamani, amina. Tuondokane na tamaa ya nini jamani? Ya macho. Haleluya. Bwana tusaidie. Tunapokwenda kwenye wiki na Pentekoste, tunamtaka Bwana na nguvu zake. Haya ninayokueleza haya ndiyo msingi wako mkubwa wa kujazwa Roho Mtakatifu. Ndiyo msingi wako mkubwa wa kuombea watu waponywe. Ndiyo msingi wako mkubwa wa kuwa nabii. Ndiyo msingi wako mkubwa wa kuwa mtume. Napongea unabii sio ule wa kuwafitinisha watu, maana siku hizi kuna unabii wa kuwafitinisha watu. Unabii ni tofauti. Unabii haufitinishi mtu na watu na ndugu zake. Unajua kuna mambo ya ajabu sana siku hizi, na watu wanaweza kwenda makanisa kwa sababu Roho Mtakatifu hayupo. Wameingiwa na tamaa, inalitafuna kanisa. Kwa nini inalitafuna kanisa? Kwa sababu waliomo kanisani hawajajazwa Roho Mtakatifu. Inalitafuna kanisa kwa kiwango kikubwa, tamaa ya mwili. Sasa sikiliza Paulo anavyosema kwenye hili, Waefeso 5 mstari wa 3. Waefeso 5 mstari wa 3. Mtasoma. Ndio. Ni kitabu cha Waefeso sura ya 5 na mstari mdogo wa 3. Ndio. Neno la Mungu linasema, lakini washerati usitaje. Hebu anza mstari wa kwanza ili waelewe. Mtaanza mstari wa kwanza. Ndio. Ni kitabu cha Waefeso sura ya 5 na mstari mdogo wa kwanza. Neno la Mungu linasema, hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa na Mungu. Mwenende katika upendo wa Mungu, kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu. Halafu akajitoa kwa ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa Mungu. Akajitoa sadaka na dhabihu kwa Mungu, kwa harufu ya manukato bora safi kabisa. Lakini washerati usitaje kuepuka. Sikiliza, kati ya kitu kinachowaua washirika, Paulo anazungumza maneno magumu hapa kwenye mstari huu. Nataka usikilize kama Biblia inasema uasherati. Hii ni tamaa ya mwili. Uasherati usitajwe kweli, na hiki ndicho kinacholibeza kanisa la leo. Kanisa la leo, tunaposema kanisa, siongei tu wa hapa, naongea kanisa la Kristo linamezwa mahali hapa. Nguvu za
usitajwe kamwe kwenu. Rudia tena huo mstari wa 3. Ndio. Lakini mwasherati usitaje. Nisikilizeni kanisa, nisikilizeni vizuri hapa, ili tutembee na nguvu ya Mungu, ili tudumu kwenye nguvu ya Mungu. Uasherati usitajwe kwenu. Uasherati usitajwe kwenu. Lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe. Usitajwe kwenu kamwe. Wala uchafu wowote wa kutamani. Wala uchafu wowote wa kutamani usitajwe kwenu. Kama inastahilivyo watakatifu. Kama inavyowastahili watakatifu. Watakatifu hawafanyi uasherati. Watakatifu hawafanyi mambo ya uchafu. Haya yanasababisha nguvu za Mungu kukuhama. Adamu na Hawa, nguvu ya Mungu ilihama. Vazi waliokuwa wamevaa la utukufu wa Mungu, ambalo walitembea wakajiona hawako uchi, Mungu akaliondoa. Wakasema sisi tuko uchi. Anawauliza, nani kawaambia? Au umekula lile tunda? Sema unajua huyu mwanamke uliyenipa. Visingizio vinaanza. Mtu akishafanya uasherati anakuwa na sababu za kutosha. Na saa nyingine anafanya hata kulichafua kanisa la Bwana. Uasherati ni adui ya Roho Mtakatifu. Watu waliojaa Roho Mtakatifu, wanaotembea na nguvu za Mungu, uasherati usitajwe kwao. Jamani, Ukristo sio maigizo. Ukristo ni maisha. Jamani, amina. Nisikilizeni, Ukristo sio maigizo. Ukristo ni maisha. Na mtu akicheza na wokovu wako, mtupilie mbali katika jina la Yesu. Baki na Yesu wako salama. Ukristo sio sanaa. Kuna mtu fulani aliigizaga kama mwanamke kumbe ni mwanaume, anavaa shera kama mwanaume, kama mwanamke kumbe ni mwanaume. Sio sanaa. Ukristo ni vazi halisi. Ukristo ni maisha halisi. Ukristo ni nuru halisi. Ukristo ni maisha ya milele halisi. Kila kitu benenda katika maisha ya Ukristo ili udumu katika neema ya Kristo. Paulo anasema, ni kitu gani kitanitenga na upendo wa nani? Wa Mungu. Kitu gani? Kitu gani kilichokuzunguka? Jaribu gani lililokuzunguka likuondoe kwenye upendo wa Mungu? Hapana. Vijana, mkitaka mujae Roho Mtakatifu, Mungu awape maono, uasherati usitajwe kwenu. Mungu atawapa maono. Mungu atawafunulia siri za nchi hii. Jamani, amina. Unajua kanisa linategemea vijana kama nchi inavyotegemea vijana. Wazee kazi yao kutoa hekima. Jamani, amina. Ni aibu sana kukemea dhambi ya uasherati kwa wazee. Ni aibu, ni aibu. Jamani, Bwana tusaidie sana. Haleluya. Jamani, haleluya. Bwana asifiwe. Sisi watu wazima tunahitaji kuwa walimu wa maisha kwa vijana, lakini dunia imeharibika.
hali ya hewa si salama, kwenye uasherati, chini ya jua, chini ya dunia. Utakuta mzee anajipitisha kwa mwanamke kijana. Yani unajua, hebu nikune hapa. Akukune, huna mzee mwenzako kukuna. Nao hao wanawake vijana nao wanasema wenye hela ni wazee. Maajabu, shetani kabisa. Dunia imeharibika. Nyinyi muna neema, munamjua Mungu, uasherati usitajwe kwenu. Na hawa sio kwamba nyinyi sio. Unajua Yesu alisema hivi, siombi hawa watoke wapi? Ulimwenguni. Sijui mnanielewa. Mko wapi? Ulimwenguni. Na haya mnayaona, na wengine wanakuja kwenu. Sasa nyinyi mnaambiwa uasherati usitajwe kwenu. Yesu naye ana mafundisho magumu. Anasema usimzuie ndege kupita wapi, ila usimruhusu afanye nini? Ajenge nini? Kiota. Huwezi kumzuia mtu mwenye maneno yake, huwezi kumzuia. Sangine anakupa maneno yake, yawe mwongo bana, sisi tumemwona fulani. Ninasema kweli fulani, kumbe ndo mnamruhusu anajenga nini? Kiota. Sisi ni watu wa Mungu, tumeokoka. Uasherati no, hapana. Yusufu alishinda. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu alipita pagumu, akapita kwenye mtikisiko, akafungiwa chumbani, akamwambia mimi kwangu uasherati no. Akasema unanijua unijue? Hata kama nakujua, kwangu uasherati no. Akasema sasa utaona. Akachukua vazi la Yusufu akaenda akamshitaki, akasema nitafungwa lakini uasherati no. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Akaingia gerezani, mwanaume akafungwa bila kesi, yani amesingiziwa kesi, akafungwa, akakaa gerezani. Mwanaume akasema kwangu uasherati hapana, akakaa gerezani. Mungu akamtoa gerezani kwa namna ya pekee. Ndivyo wanavyotoka watu wa Mungu, wakisimama vizuri, wakisimama na Mungu. Watakusingizia, watasema hili, watasema hili, utakaa gerezani, watakusema hivi, watu watakuchukia. Wewe kwako kataa uasherati, Bwana kutoe kwenye gereza, Bwana kutoe kwenye gereza. Tamaa hii ya mwili inasumbua. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Na wanasayansi hawakubaliani, lakini kiroho sisi tunaamini tunashinda. Haleluya, 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 haleluya. Tengeneza maisha yako. Tunapoingia kwenye wiki la Pentekoste tuwe salama. Tunapoingia kwenye wiki la Pentekoste, wahubiri wakitupa neno, sisi tuone nguvu za Mungu zinatembea, tuone Roho Mtakatifu, tuone matendo makuu, tuone miujiza ikitembea katikati ya nyumba zenu. Haleluya. Leo Wakristo wanaonelewa na wachawi kwa sababu Wakristo hawana nguvu za Mungu. Na ndio maana ukienda kwa nabii anakuambia jirani yako ndio anakusumbua, unamnunia, hata kumtembelea utaki. Mimi akiniloga mchendo naenda kumsalimia asubuhi, habari ya asubuhi, mmeamkaje? Halafu wachawi hawana nyimbo yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakikuta TV yako anaiacha, akikuta una milioni 5 anaziacha, kila kitu haruhusiwi kuchukua. Yeye kazi yake sijui kucheza. Kwani ulisikia mchawi ameenda kuloga akachukua na hela?